Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Sifa zote njema anazistahiki yeye Allah, muumba wa ulimwengu na vyote vilivyomo. Sala na salamu zimfikie kipenzi wetu Habibi Hashimu pamoja na ali zake walio wakarimu. Ndugu mtazamaji unayefuatilia kipindi hiki kwenye ukumbi huu, tunakaribisha sana ili tuweze kunufaika na mazungumzo na uchambuzi utakaoweza kutupa uwazi uliopo na kutufungulia vile ambavyo tunafaa kuvifahamu zaidi kuhusiana na yanayotokea sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati. Leo hii tukitaka kubase na kusimama kwa sehemu au nukta muhimu zaidi, ambayo ni nukta ya makubaliano ya usitishaji wa vita. Nukta ya makubaliano ya usitishaji wa vita kutoka kwa pande zote mbili. Kuna kadhaa ya kuzungumzia hapa. Kuna nukta 10 ambazo ziliweza kuorodheshwa kutoka upande wa Iran. Waliorodhesha nukta zao 10 ambazo zilitokana na zile nukta 15 za kwanza zilizopendekezwa na nchi ya Marekani ili ziweze kufuatwa kwa ajili ya usitishaji wa vita. Na baada ya wao kufikisha zile nukta 15 kwa Iran walikaa chini na kuziweka kando na kuorodhesha nukta 10 mpya ambazo kutokana na hizo ndo iwe ni msingi mkuu wa kuweza kutumika katika usitishaji wa vita. Mpaka kufikia sasa mazungumzo yapo yanaendelea, shughuli za kutaka kufikia makubaliano bado zinaendelea. Kuna nini hasa tunachopaswa kukijua? Kuna nini ambacho mpaka kufikia sasa hatuna wanasema ile hatuna deep knowledge kuhusu kinachotokea? Nini tunaweza faa kukijua zaidi? Tupo naye mchanganuzi na mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa na vile vile mchambuzi wa matukio haya yanayoendelea dunia nzima, na yesi mwingine ila ni ndugu yangu Mwalimu Sheikh Suleiman Ali. Salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni sana Bwana Suleiman. Asante kwenye studio hizi. Asante Ustadh Hussein. Hapa Bwana Suleiman kuna mengi kweli ya kuzungumzia. Tukirejelea Mashariki ya Kati, ukiangalia vuguvugu na mawingu yalivyokuwa yanakwenda. Naam. Popote utakapopashika unapata pana mazungumzo marefu na mapana na yakina ambao watu wanataka kujua. Vipi tunafikia wapi? Mshindi ni nani? Yani sana sana unapata swala kubwa ambalo linazungumziwa ni swala la ushindi. Nafikiri kuna watu wanaiangalia hii hali ya kivita kama vile mchuano wa mipira na nini. Sisemi wanaangalia kama mchuano wa mipira, lakini wanataka kujua kwa mfano nani aliyeweza kufikia malengo yake aliyoyaweka. Je, ni upande wa Iran au ni upande wa Marekani na washirika wake? Nikupe nafasi uweze kutoa utangulizi alafu tuingie kwenye mazungumzo. Asante sana Sheikh Hussein kwa kutupa fursa hii tena. Na swali ulivyoeleza ni kweli, yani watu mara nyingi wanataka kujua ni nani ameshinda, ni nani aliyeshindwa. Ingawa katika marhala hii iliyopo sasa hivi tunaweza kusema kulingana na mambo yanavyokwenda, ikiwa vita vitasimama hii leo na kusimama kabisa, unaweza kusema mshindi ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Lakini kabla ya hapo lazima tuelewe na tueleze pia wale wanaotufuatilia baadhi ya vitu ili waweze kujua ni kwa nini tunasema ikiwa itasimama hapa. Kwa sababu kuna vitu vitatu katika mambo au siasa ya kimataifa ambazo vitu hivi vitatu ni muhimu watu wajue. Kwanza tuko katika marhala ambayo inaitwa usitishaji wa vita. Usitishaji wa vita ni step ya kwanza ambayo wenyewe wanaita ni ceasefire. Yani ceasefire ni kwamba mimi sikushambulii, wewe hunishambulii. Hii ni stage ya kwanza. Lakini je, inamaanisha ni kwamba vita vimeisha? Hii katika istilahi ya siasa ya kimataifa au sheria za kimataifa haimaanishi kwamba vita vimekwisha. Ndio maana utaona mara nyingine mtu ametuma drone kuchunguza mtu amefanya nini. Kwa hivyo vitu hivi vipo bado. Kwa hivyo usitishaji wa vita ni marhala ya kwanza. Ceasefire sio mwisho wa vita. Sio mwisho wa vita. Sio kwamba
vita vimeisha. Vita vimeisha. Nafikiri nikipa picha ya rais ni kwamba tumeweka silaha chini. Naam. Ni kama tunafutafuta mikono kwanza na kujipanga upya kuendelea na. Kwa sababu ceasefire ina kutoka hapo kuna hatua mbili, ima watu warudi kuendeleza mapigano au waende kwenye hatua ya pili ambayo ni inaitwa ceasure of hostilities. Hostilities ni uhasama. Sasa inapokuja marhala hii ya pili kwamba sasa tumekubaliana ceasefire tuipeleke kwamba sasa hatuna uhasama baina yetu tena. Yani hii inamaanisha hata kutuma zile drone za uchunguzi kufanya nini zitakuwa hazipo tena. Kwa hivyo nchi nyingi unaona wanafikia marhala hii ya pili ambapo mambo yanaanza kutulia. Kisha kuna marhala ya tatu ambayo ni marhala ya sulhu. Yani kuna amani, sikizana na mambo yetu yanakwenda. Hii ni marhala ya tatu ambayo nchi nyingi sasa hivi duniani ziko katika marhala hii ya kwamba hawana shida na mtu, wapo katika amani, ama vita vilikuwepo na vita vimekwisha, wamesha suluhisha matatizo yao. Kwa hivyo hii ni marhala ya kwanza ya ceasefire. Lakini je, hii au marhala hii ya mwanzo tunaweza kusema kwamba Iran imeshinda mpaka hapo? Naam, tunaweza kusema Iran imeshinda mpaka hapo. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu alianza kuomba mazungumzo ni nani? Ni Marekani. Trump akilazimisha ya kwamba njooni tuzungumze, lazima mkubali tuzungumze, negotiation. Pamoja na kwamba walikuwa vitani, lakini amesema njooni tuzungumze, msipokubali mazungumzo yangu sijui mpaka saa ngapi kutakuwa na shida fulani, msipokubali mazungumzo yangu. Ametoa mara nyingi tunaita ni threats. Amezitoa mara kadhaa. Mara ya kwanza akisema nimewapa masaa 48, akaongeza akasema sasa hivi ni siku 2, akaongeza akasema sasa hivi ni siku 10. Yote anasema nini? Njooni mezani tuzungumze, tuyatatue. Nafikiri nikitaka kuiweka picha hii vizuri, ni kweli nataka hapo kwenye tunapotaka kuja kubainisha na kutoa picha ya ambaye kwamba kidogo ameelekea kulemewa, kitumia labda lugha ya kulemewa na kushindwa ni nani. Nikirudisha kwa ile picha ya watu wawili walio na silaha mkononi wanapigana. Alafu mmoja wao akaomba kufanya nini? Tuzungumze. Akasema subiri kwanza kidogo. Ngoja hebu tuweke chini, tupumzike kidogo afu tuendelee. Huyu anayetoa hilo ombi la kwamba tupumzike ndo anakusudia kwamba inaonyesha kwa upande wake kwamba kuna nini? Amelemewa. Kama amelemewa. Kwa sababu amezidiwa nguvu. Hili ni pendekezo la tatu la Marekani la kuwa na kusitishwa kwa vita, ceasefire. Pendekezo la kwanza ilikuwa ni tusitishe kwa muda wa masaa 48 ambayo Iran ilikataa, ikasema hatutaki. Pendekezo la pili lilikuja tusitishe vita kwa siku 45, Iran pia ikasema hilo pia hatutaki. Ilipokuja pendekezo la tatu kwamba tufanye nini, ceasefire au tusitishe mapigano kwa wiki 2 kwa masharti yetu 15 ambayo yalikuwa yamewekwa na Marekani, Iran ikasema hapana, hatutakubali kwa masharti haya kuingia katika nini, katika ceasefire. Lazima tukubaliane kwamba ikiwa tutasitisha mapigano ni kwa mujibu wa masharti yetu haya yatimie. Masharti haya 10 ndio itakuwa ni basis ya mazungumzo yetu sisi na nyinyi. Ikiwa mtakubali na tutasitisha nini mapigano, kisha tutaweza kuzungumza, na hii itakuwa ni basis ya mazungumzo yetu. Kuhusu masharti 10 unayosema, nafikiri wengi wameshayaona na yamesambaa sana kwenye mtandao. Nafikiri tukiangalia haya ndani yake unapata kwamba kuna kitu kama shinikizo fulani ambalo Marekani Iran wenyewe wanafanya nini? Wanalipendekeza liweze kufanyiwa kazi. Shinikizo la kwanza kabisa ambalo naliona hapa, nataka tuanze na zile nukta muhimu. Hebu tuanze na kabla kuingia katika nukta hizi, kujadili hizi 10, ningependa yani tuangalie, kwa sababu bado tunazungumzia hapa kwenye ushindi, tuangalie malengo ya Marekani kuingia vitani. Malengo ya Israeli kwanza ilikuwa ni nini? Kwa sababu nafikiri sote tunajua kwamba mvamizi ili kushinda vita inabidi ahakikishe nini? Malengo yake. Yani mtu atakapokuvamia nyumbani lazima afikishe malengo yake
ili tuseme uvamizi wake umefanikiwa. Ile hatua process na harakati aliyoifanya imefikia natija. Lakini kwa yule mwenye kuvamiwa, ikiwa atazuia yule mvamizi asifikie malengo yake, tunasema huyu aliyevamiwa ndiye mshindi. Unaona? Ikiwa nakuja kwako Shakhsen nikasema lengo langu mimi ni kuja kuchukua TV yako nyumbani. Nikakuvamia pale usiku umelala, nikachukua ile TV nikaondoka. Wanasema huyu jamaa amefanikiwa amefikia malengo yake. Sio? Lakini ninapokuja kwa bahati mbaya nikawa nimepiga mahesabu vibaya, nikifikiria umelala nikakupata uko macho. Sawa, ukanipiga kofi mbili ikabidi nikimbie zangu. Tunasema huu uvamizi umefanyaje? Umefeli, lakini aliyezuia usifanikiwe amefanikiwa. Huo ndio ushindi. TV yake amebaki nayo nyumbani. Sio? Trump alipoanza vurugu hii, na utakuja kukuta kwamba kuna malengo tofauti kati ya Trump na Netanyahu, na ni kawaida. Haiwezekani kwamba watu wawili wakawa na malengo mamoja katika kufanikisha, japo wameanza vita kwa pamoja, wakisema kwamba sisi ni hivi. Na kuna malengo ambayo tunaweza sema yalikuwa yanashirikiana, yani ni common au mushtaraka kati ya Israel na Marekani. Na kuna malengo ambayo yalikuwa ni ya Marekani peke yake, na kuna malengo ambayo yalikuwa ni ya Israel peke yake, tunaweza kusema. Na mfano Trump alipoingia, kitu cha kwanza ambacho alisema kinamuingiza vitani, akirudia statement akisema ya kwamba haiwezekani kwamba nchi moja kwa miaka 47 au serikali moja kwa muda wa miaka 47 inatusumbua tu, imewashinda viongozi wa Marekani wengi, wamekuja wameshindwa kuiondoa. Kwa hivyo mimi lengo langu la kwanza ni kwamba nataka kutoa usumbufu huu wa miaka 47, yani kuondoa kabisa serikali ya Iran. Na hili ni lengo ambalo wameshirikiana kwalo Marekani na Israel. Manake Netanyahu pia katika hotuba yake ya kwanza baada ya uvamizi akisema kwamba sisi tunachotaka kukifanya ni kwamba ni tubadilishe serikali ya Iran, wenyewe wakiita ni regime change, ya kwamba hii ndo yetu ya kwanza, ya kwamba serikali hii ya Kiislamu tuiondoe, tuweke serikali mbadala. Katika hotuba yake akisema kwamba sisi tumeanza walipomuua Said Shahid al-Qaid, wakisema kwamba sisi tushaanza na tushamuua yule ambaye anaonekana ndo kiongozi mkuu, ndo kiongozi na ndo kizuizi ambacho kinawazuia Wairani wote kuwa na serikali mpya. Kwa hivyo huyu tushaanza naye, nyinyi kutoka kule ndani kama mtaweza fanyeni nini? Badilisheni, chukueni serikali yenu. Netanyahu anasema chukueni serikali yenu muiregeshe. Kwa hivyo lengo lao la kwanza lilikuwa ni kufanya nini? Ni kubadilisha serikali ya Iran. Na lengo hili wamelifanyia kazi sana. Si sasa hivi tu. Kuna maandamano ambayo walikuwa tutasema wameyafadhili kwa hali na mali na silaha. Na ametoka wazi siku ile, alitoka wazi Netanyahu siku hizo za maandamano akisema kwamba Mossad pia wako nanyi katika barabara, wanawasaidieni. Sasa wale wahalifu ambao walitoka wakitaka kufanya nini? Kugeuza serikali. Ndipo hata katika hotuba ya Said Qaid akisema kwamba hii ilikuwa ni kudeta, yani ni kujaribu kufanya nini? Kugeuza serikali. Ukija kuona wale wahalifu wote walikuwa wakiandamana wapi? Walitarget kwanza vituo vya polisi. Sasa inawezekanaje wewe unaandamana, una shida zako za kiuchumi, unakwenda kwenye vituo vya polisi? Sasa na pili, nini inaashiria hiyo hotuba ya Trump ambayo ameitoa majuzi, akieleza wazi kabisa ya kwamba sisi tulituma silaha, akisema tumetuma bunduki nyingi sana kuwatumia Wairani. Na yeye mwenyewe anasema huenda wale Wakurdi ambao tuliotumia pengine wametu short change, yani walituibia hizo silaha kuzifikisha kwa walengwa. Lakini anasema tulituma silaha. Kwa hivyo malengo yao ya kwanza ilikuwa kipindi hicho, ima kwa maandamano, kwa sura ya maandamano ambao walikuwa wameitengeza, maana kulikuwa hakuna maandamano ya hivyo, kulikuwa na uhalifu ukitekelezwa kipindi kile. Kwa tofauti kati ya maandamano ambayo yanaendelea sasa hivi kwa siku 40, tunaona Wairani kila siku wanatoka barabarani, lakini hakuchomwi shule, hakuchomwi msikiti, hakuchomwi kituo cha polisi, hakuchomwi, wote wanatoka na wanatoka kwa mamilioni, maeneo yote ya Irani wanatoka. Unaona? Lakini wale waliokuwa wakitoka ni watu wachache
lakini wakifanya fujo, kuchoma misikiti, kuchoma shule, maktaba, kuharibu basi, vituo vya basi na vitu kama hivyo. Unakuja kuona ndivyo wanavyofanya mabwana wao. Netanyahu pia msikiti umegongwa na Husainia. Sasa hivi walikuja wamegonga kanisa kipindi cha Easter Tehran. Haijakaa siku mbili wamegonga sinagogi la Wayahudi. Alafu baadaye wakasema pole, malengo yetu hayakuwa kugonga. Wao wenyewe wamesema kwamba tumekubali tumeigonga, lakini hayakuwa malengo yetu, ni bahati mbaya tumegonga. Na hakuna bahati mbaya. Wao si wanasema kwamba kuna intelijensia ya hali ya juu ya kwamba target zetu wanavyoziita tena, wanapokejeli makombora ya Iran, wanasema makombora ya Iran hayana malengo, yani yanakuja tu kugonga kila sehemu. Wao wanasema sisi zetu ni zinakuja tena kwa dika kubwa, kwamba inapogonga ndipo hatukosei. Sasa wao leo wamepiga sinagogi, wamepiga misikiti, wamepiga makanisa, alafu wanasema tumeyapiga kimakosa, tumekosea, tusameheni kwa vitu kama hivyo. Kwa hivyo ukiona mipango yao yote ilikuwa ni kufanyaje? Ni kubadilisha serikali. Je, wamefikia lengo hili? Trump na Netanyahu wametofautiana katika hili. Netanyahu anakubali kwamba hawajaweza kubadilisha serikali, lakini katika hotuba yake anasema angalau tumefikia 50% ya malengo hayo, ambayo ni kitu ambacho hakiingiliki akilini. Serikali ima ipo au haipo. Hauwezi kusema serikali ipo 50% alafu 50% haipo. Kwa hivyo hii inaonekana kwanza ni uongo uliokuwa dhahiri ambao yeye ameshindwa kusema, kwa sababu kwa kutumia neno kama hili ambalo haliingiliki, yani maneno haya haingiliki akilini kabisa, ya kwamba umetoa serikali ya 50%. Haiwezekani kutoa serikali kwa 50%. Pili ni Trump yeye anasisitiza kwamba yeye amebadilisha nini? Amebadilisha uongozi. Anasema amebadilisha serikali. Kuna kipindi hata katika mojawapo ya Truth Social zake anasema ya kwamba hata tumezungumza na the new president, yani tumezungumza na rais mpya wa Iran, ambaye kuanzia vita vimeanza mpaka sasa hivi rais wa Iran ni Masoud Pezeshkian. Hakuna rais mpya Iran aliyejificha wala aliyeko. Kwa hivyo hakuna rais mpya wa Iran. Ama kwa kutolewa Said Qaid, hatuwezi kusema kwamba amebadilisha mfumo. Mfumo ni ule ule wa Jamhuri ya Islamia na amechaguliwa kiongozi mwingine, kwa sababu uongozi haukuwa ni uongozi wa Said Shahid Khamenei, ya kwamba haikuwa inaitwa serikali ya Khamenei au jamhuri ya Khamenei. Ni Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na kama jinsi ambavyo Imam Khomeini alivyofariki, alitoka Said Shahid Ali Khamenei akachukua utawala, serikali kwa ni ule hivyo ameuawa Said Shahid na amechukua ni nani? Ni Said Mujtaba al-Husseini al-Khamenei, ambaye ndio kiongozi mpya wa nini? Wa Jamhuri ya Kiislamu. Kwa hivyo lengo hili la kwanza halikuthibitika, kwamba sasa tumebadilisha uongozi, sio lengo lililothibitika. Malengo mengine mawili yaliyobaki, malengo pia yale mawili yaliyobaki pia ndio hivyo hawajafikia, kwa sababu walisema ya kwanza ni kwamba Iran isiwe na nini, na isimiliki uwezo wote wa nuclear usiwe nao. Na hii inachekesha, maana hili lengo hata walipoliweka wasitisha ile wanasema enrichment ya urutubishaji wa uranium. Unaona lengo hili kuanzia hapo mwanzo lilikuwa likichekesha. Kwa nini? Kwa sababu katika vita vya siku 12 walipokuja walisema lengo letu kubwa ni kufanya nini? Ni kuharibu zaidi. Trump ametumia nini neno ya kwamba neno hili inafikiri Trump inabidi aketi aanze kufunzwa tena ni nini maana ya obliterate, ya kwamba tumeharibu kabisa. Unajua ukisema umeharibu kabisa ni kwamba haiwezi hata kutuongezeka upya. Sasa Trump amekuwa akitumia maneno haya ya kwamba sisi tumeharibu kabisa miundombinu ya nini ya nuclear ya Irani. Sasa kuanzia siku 12 na hata assessment ambao walikuwa wameitoa, akipinga sana kipindi hicho, vyombo vya habari vikiripoti ya kwamba la hamjafanya chochote, vituo vya nuclear vya Iran bado viko intact na nini. Akasema nyinyi wote ni fake news, mnataka kuwashawishi wa Marekani kwamba sisi hatujafikia malengo yetu kipindi sisi tumefikia. Sasa katika vita vya siku 12 ambapo Trump alifikia malengo yake ya kuharibu kabisa vinu vya nuclear na uwezo wote wa nuclear wa Iran, and
decimated. Ya kwamba tushaharibu uwezo wote wa nuclear wa Iran. Baada ya muda anakuja kusema hapana, lengo letu sasa ni kwenda kuharibu kabisa yale ambayo tulikuwa tumeharibu kabisa, ambayo kwa lugha yani ni kudu what has already been done. Sasa swali linabaki, ikiwa wewe kweli uliharibu alichokuwa nacho, au uliharibu hiyo nguvu ya nuclear unayodai kwamba uliharibu, basi kwa nini tena leo hii umwekee msimamo na kikwazo kwamba asimiliki? Atamiliki vipi kitu ambacho hana? Kwa sababu kama uliharibu haipo tena. Naam. Lakini anasisitiza kwa mpaka leo katika mazungumzo wanasema sisi hatuwezi kuruhusu Iran iwe imiliki kama hana, kwa sababu ushaharibu. Unaona, lakini ndio inakuja kuchekesha malengo haya. Inamaanisha mpaka leo kwa maneno kidogo ambao hawajanyoka. Na hii ndio aibu waliokuwa nayo, kwamba baada ya kutumia gharama kubwa, ndege zao nyingi zimepotea, mafuta Hormuz imefungwa na vitu kama hivi, wamepata hasara. Malengo yao pia ya kuharibu vituo vya nuclear kama vya Isfahan na Fordo na nini ambavyo wamevipiga zaidi ya mara kadhaa, lakini mpaka sasa hivi wanaonekana kupiga milima tu. Na vituo bado vipo. Wakaongeza kwamba sisi tunataka kuchukua pia ile urani ambayo isharutubishwa ambayo ni kilo 400. Hivyo wamejaribu, na wanasema ndio, wengi katika wachambuzi wanasema hili ndilo lilikuwa lengo asli, na hata ndo kauli ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na pia aliyekuwa kiongozi wa CIA wa zamani Marekani anasema haiwezekani ya kwamba operation ambao walitumia zaidi ya ndege za kivita na helikopta na wanajeshi sijui ngapi, zaidi ya ndege 155 ilikuwa ni kwenda kumwokoa mtu mmoja tu ambaye ni pilot. Anasema kulikuwa na malengo ambayo yalikuwa ni malengo fiche, na inaonekana ni kwamba walikuwa wamekuja kujaribu kuchukua ile uranium urani ambayo ilisharutubishwa kwa zaidi ya 60% ambayo Iran anayo, wakitarajia kwamba Iran atakuwa ameiweka katika kituo cha Natanz. Sasa walipoingia ndipo unapoona miongoni mwa hata vitambulisho vilivyopatikana ni vya mwanadada wa Kiisraeli ambaye ni mtaalamu wa mambo ya nuclear. Sasa wewe mtaalamu wa mambo ya nuclear unahusiana vipi na kuja kufanyaje kuokoa rubani aliyeanguka? Unaona, haiwezekani. Kwa hivyo unakuja kukuta malengo yao walikuwa pia ni kuja kuchukua ambayo wameshindwa. Hata Hegseth katika ambaye ni waziri wa vita wa Marekani akizungumza na wanahabari, nafikiri ni jana, anasema Iran ima itupe hizo kilo 400 au sisi wenyewe tutachukua, ambao kule kuchukua imeshaonekana wameshafeli. Tayari kwa hatua ya kwanza, jaribio la kwanza imeshindikana na wamepata hasara kubwa kuliko. Wamekuja na ndege nyingi na nadhani walirudi bila. Walirudi labda na moja tu kati ya ndege zote. Kwa hivyo hasara walioipata ni kubwa mno, na haiendani yani na jaribio hilo. Hii inaashiria nafikiri flow inaenda vizuri ya maelezo yako Sheikh Suleiman. Lakini ikiwa tutakaja kuileta kwa hii picha ya ushindi mshindwa na nani, nafikiri kwa upande wa Iran mpaka sasa, pamoja na kwamba Marekani wanapoteza wanashindwa kufikia malengo yao vile wanavyotaka, bado anabaki Iran kwamba pia ni moja kati ya nafikiri waathirika wakubwa wa vita hivi, kwa upande wa kwamba anapoteza rasilimali zake, kwa sababu pamoja na kwamba walizuia wao kuingia, wenyewe walidai kwamba vituo kadhaa ambavyo vilikuwa ni vituo vya vya kuzuia mapigano, vya kuzuia ndege kupita na nini, walivivamia na kuviharibu. Walidai pia kwamba kuna vituo kadhaa vya hivi wanasema anti air defense systems, walizifanya nini, walizitoa na ikawa tena hazifanyi kazi. Sijui labda kwa upande wa Iran, kabla tujaingia kwenye unaweza ukaelezea labda picha ya hasara walizokumbana nazo katika kipindi hiki kifupi cha siku 40 cha vita. Kwa kuwa hivi ni vita, vita havikosi hasara, na ndo kwa maana hii hakuna anayetaka anayeomba vita hata siku moja. Lakini hasara waliopata Iran ipo. Kuna hasara ya watu waliouawa, ni wengi. Kuna hasara ya watu waliojeruhiwa pia ni wengi.
wengi wao wakiwa ni raia wa kawaida, bali watoto na kina mama. Kama ilivyoanza na Minab, watoto zaidi ya 170 watoto wa kike waliokuwa shuleni waliuawa na Marekani. Kwa hivyo kuna hasara aina hii, yani kuna wahanga wa vita ambao wamefanyaje, wameathirika. Pili, kuna hasara ambazo Marekani inaonyesha ya kwamba wao washashindwa. Kuna muda ukipigana na mtu alafu uone ameanza kufanya baadhi ya vitu, unasema kwamba huyu kana kwamba ameshashindwa. Mfano wewe unapigana na mzee wa nyumba, lakini kidogo unaonekana unavizia mtoto wake umtie kofi, alafu unasema umeshinda. Unaona, wewe ulikuja na malengo yako kubadilisha serikali, nuclear na makombora ya Irani umalize. Leo tunakuona unavamia shule, universities. University ya Sharif, university karibu 2 Tehran, 3 na zaidi. Tunakuona unavamia shule, tunakuona unavamia hospitali, tunakuona unavamia vyumba vya ibada, sawa ni misikiti, majengo ya ibada kawaida, maktaba. Kuna zile athari za Irani ambazo zimekaa kwa miaka nyingi zaidi za kihistoria. Tumeona Marekani pia wakivamia makavazi. Wewe unakwenda kupiga museum. What is your target? Kupiga museum. Unaona, unaenda kupiga makavazi ya kitaifa, yani kujaribu kufuta historia uliokuwa nayo wa Irani na vitu kama hivyo. Sasa hasara naam zimepatikana. Kuna hasara kama makavazi, vitu vya kihistoria, watu waliouawa, shule, hospitali zimepigwa na vitu kama hivi. Naam, hasara hizi zipo. Miundombinu ambayo katika sheria zote za kimataifa hizi ambazo tumezitaja mwisho, katika sheria ya kimataifa hizi ni kinyume na sheria, yani ni uvamizi haramu, hairuhusiwi. Na ikiwa wewe umeona mtu ametoka katika vita ambavyo ni vita vya halali, anakwenda kuvamia vitu ambavyo vimeharamishwa kisheria ya kimataifa, ambayo UN yenyewe headquarters ziko Marekani, basi inaonekana jamaa kidogo amelemewa. Ama katika lengo la tatu, ukiona ambao walisema ni makombora, ya kwamba wao wanataka kumiliki makombora, kumaliza kabisa uwezo wa Irani wa makombora, ballistic missile, na kufuta kabisa, kama walivyosema kwamba watafuta na nuclear, na kufuta kabisa mpango wa nini wa makombora ya Irani. Maanake kama kuna kitu kinawapatia matatizo makubwa ni makombora na uwezo wa makombora ya Irani, ambao ya Trump katika siku ya kwanza alisema kwamba tumeweza kupiga kabisa launchers, ile virusha makombora havifanyi kazi tena, na tumemaliza. Hawana jeshi la wanamaji tena, Navy. Hawana jeshi la wanahewa, Air Force pia hawana. Wambakia tuna vitu viwili vitatu. Kuna siku hata alisema wambakia na launchers 2-3. Sasa hivi kama mtu atakwenda kufungua Hormuz aende akafungue, lakini akiambiwa aende yeye hataki. Unaona, ndio tatizo lililopo. Lakini tunaona uwezo ambao wote katika wataalamu na wamekuwa wakifuatilia uchambuzi na kuambia uwezo wa Iran wa kurusha makombora tokea siku ya kwanza mpaka sasa hivi umeenda ukiongezeka, bali uwezo wa makombora ya Irani sasa kupiga malengo yao Tel Aviv yameongezeka maradufu. Kutoka wao wenyewe katika vyombo vyao wanasema mara kwanza ilikuwa ni 3% ya makombora ya Iran ambayo ina athari. Wao wenyewe sasa hivi wanasema sasa hivi imefikia 27% ya makombora ya Iran yote yanagonga nini malengo. Ingawa bado wameficha, kwa sababu ni 1% kubwa sana ya makombora ya Iran ambayo yanagonga malengo kutokea siku ya kwanza. Hivyo inaonyesha kwamba wao wameishiwa na air defense, na kama ulivyoashiria mfumo huu wa rada na air defense ambao ulikuwa umepigwa Irani, na vile vile Irani ilipiga upande wa rada za Marekani, Kuwait, Al-Udeid, walipiga na Jordan, wamepiga pia na mfumo wa THAAD ambao ulikuwa uko Israel. Marekani yamelazimika kuchukua mfumo wa ulinzi wa THAAD kutoka South Korea, kusini, azihamishie tena wapi? Mashariki ya Kati. Kwa nini unahamisha ikiwa bado zipo? Hii inamaanisha pia hasara zipo, yani pande zote, kama nilivyokuwa hasara za Irani, lakini ni kwa kuvamiwa. Wamelazimishwa kuwa na hasara hizi, lakini za Iran wanapopiga upande wa pili ni kwa kujilinda. Kwa hivyo hasara zipo. Nafikiri huo ndo utangulizi mzuri ambao tunaweza kuingia sasa. Ikiwa hawajafikia malengo yao, basi tayari inaonekana mshindi ni nani mpaka sasa hivi. Nafikiri hata dunia
dunia nzima ukifuatilia hususan kwenye mitandao sasa hivi leo hii Sheikh Suleiman katika, kwa sababu kumekuwa na vuguvugu la tunaweza tukasema kama kusambaa kwa habari nyingi ambazo sio sahihi. Naam. Siwezi nikasema kwamba ni za uongo, lakini sio sahihi. Yani unapata habari ni hiyo hiyo, lakini kwa unwani inabadilishwa mpaka inaonekana inatoa taarifa ama inatoa maana kinyume na vile inavyofaa. Sasa unapata kwamba mara nyingi kwa sababu tayari mwenyewe na habari hizi mimi hata nasema zinazalishwa na yale mazungumzo ya viongozi wenyewe wa Marekani. Sababu kiongozi wa Marekani leo hii rais mwenyewe Trump anapokuwa anazungumza na nation, maneno yake yanachukuliwa na heshima kubwa. Kwa sababu yeye ni rais, ni kiongozi. Kila time anapokuwa anakuwa na press conference, anapozungumza na wanahabari, ni jambo ambalo watu wanalitarajia kama ni jambo la kulichukulia na seriousness. Na hata wa Marekani leo hii wengi wanasema ni kwa sababu tu yeye ni kiongozi na nafasi alionayo, na kwa sababu hii ni national press conference, tunalazimika tuyachukulie maneno yake kana kwamba ni maneno ya nini, ya serious. Lakini unapokuja wanasema wao sasa ni kwa social media na mitandao yote, wakiangalia maneno yao kimizani ilivyo na hali ya ground na hali ilivyo kwenye matukio ya kivita ndani ya Middle East na katika eneo la Mashariki ya Kati, takriban wanasema mizani zinakataa kuingiliana. Kama ulivyotaja hapo akisema kwamba, kwa sababu nafikiri toka mwanzo ya matamshi yake hizi siku 40 yeye amekuwa akitamka kwamba sisi ni washindi. Sisi tunafanya nini? Tumeshafikia malengo yetu. Tumeshafikia malengo yetu 100%. Tumedhoofisha system na mfumo wa jeshi wa nini wa Iran sasa hivi. Hawana tena mfumo wa jeshi wala mfumo wa jeshi la anga wala yani si la anga, si jeshi la kawaida tu. Jeshi la anga na jeshi la kwenye maji. Jeshi la wanamaji pia tumewadhoofisha kiasi kwamba hawana nguvu tena. Sasa wanaangalia maneno haya, na bora angesema kuwadhoofisha. Alisema hawana kabisa tena jeshi la wanamaji. Tumewamaliza. Tumewamaliza. Sasa unakuja kuangalia ni maneno serious na ameyaweka kwenye official page na zile official communication sites zake ambazo zinatumika ikiwemo X na zingine. Na watu wanaona amesema hivi. Lakini sasa tunarudi kwenye mlango bahari wa Hormuz, tunaona mbona kana kwamba bado hali ya mapito ya meli hayajakuwa hakuja sawazika lolote, kwa sababu meli haziwezi kupita. Bado mpaka sasa hivi tumesikia siku kadhaa zilizojaribu kupita zilifanya nini, ziliharibiwa kutokana na kwamba zilienda kinyume na masharti waliokuwa wameyaweka majeshi wa Iran. Kwa hivyo kumalizika kwa hili jeshi ni vipi na hali ya lango la Hormuz kutopita kwa meli ni vipi, yote inadhihirisha wazi kwamba maneno yake hayaendani na hali ilivyo kwenye ground. Tukiingia kwenye zile nukta 10 ambazo sasa hivi tunataka tuzungumzie zilizowekwa kutoka upande wa Iran ambazo zilihitajika kutumika kama mfumo utakaotumika kwenye kusitisha nini? Kusitisha mapigano. Nukta ya kwanza ni hii swala zima la uvamizi au kuzuia uvamizi unaofanyika kutoka upande wa nini wa Marekani na washirika wake kuja kwenye nchi ya Iran na wenzake na wakaribu wake, ikiwemo nafikiri nchi ya Lebanon inahusika ndani. Kuna nchi kama vile Yemen inahusika, kuna Iraq inahusika na nchi zinginezo. Tunakuta kwamba swala hili la uvamizi limekuwa limetajwa hapa, lakini kwenye ground hasa haijahakiki kwamba wao wamesitisha uvamizi wao. Yani kama bado kumekuwa na kuendelea kwa uvamizi huu kutoka pande zote. Je, unahisi ni jambo linawezekana? Ni jambo ambalo linawezekana. Ni inaweza kweli wakafikia makubaliano kuhusiana ni jambo ambalo linawezekana, na ni nukta ambayo wao wenyewe sasa hivi wamekubaliana. Na ndio ilikuwa sharti la kwanza la Iran ya kwamba ceasefire yoyote au usitishaji wa mapigano yote ambayo sisi tutatia saini ni usitishaji wa mapigano ambayo inashamili au inajumuisha eneo lote ambalo linahusika na vita. Na kusudia eneo lote, na kusudia eneo la Mashariki ya Kati, kusudia Lebanon kama ulivyoashiria, Yemen, Iraq na maeneo mengine, hata Suria. Kuna baadhi ya maeneo ambayo pia
yamehusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo yeye sharti hii ambalo limewekwa na Iran ndo sharti asasi na hili utaona kwamba ndo sharti la kwanza kabisa, yani waloliweka kwamba sisi ikiwa tutasitisha mapigano ni lazima tusitishe maeneo yote na Marekani ilikubali. Na ukija kuangalia hata baadaye ikiwa wamekuja kuleta mambo kana kwamba wanataka kuruka, ni kwamba yule ambaye ni mpatanishi mkuu ambaye ni Prime Minister wa Pakistan, waziri mkuu Bwana Shahbaz aliweka wazi kabisa katika mtandao wa X akasema ya kwamba tumekubaliana na Marekani na Iran kuhusu swala la nini la kusitishwa kwa mapigano kwa muda wa wiki 2 na makubaliano haya yanajumuisha maeneo yote au washirika wa Marekani na washirika wa nani wa Iran, maeneo yote yakiwemo, ametaja Lebanon kabisa, ikiwemo nchi ya Lebanon pia inakusanywa na nini na makubaliano hayo. Manake akitaja Amerika na washirika wake, inajulikana Amerika na washirika wake ambao ni Israel na washirika wake ambao yeye Trump mwenyewe amesema hao ni washirika wetu wazuri, na waziri wa vita pia Hegseth pia amewataja katika conference yake ya jana akisema washirika wetu katika vita hivi na ambao wametusaidia na wamepigana pamoja nasi ni nchi za Kiarabu, akitaja Saudi Arabia na Qatar na Emirates na Bahrain. Trump mwenyewe akasema tulikuwa tutarajia kama Bahrain pia wanaweza wakapigana kama walipopigana ni pamoja nasi. Kwa hivyo washirika wa Marekani ambao wamekusudiwa katika nini hiyo ni pamoja na Emirates na Qatar na Bahrain na nchi hizo, na washirika pamoja na Israel ambaye ndo mshirika mkuu na washirika wa Iran inabakia ni Lebanon, wapiganaji wanaopigania uhuru wa Lebanon ambao wanajulikana na ni maarufu, na Iraki ambao pia wale ni Popular Mobilization Forces ambazo pia wamesimama pamoja na Iran kidete. Hao ndo washirika wa Iran. Kwa hivyo ni kitu ambacho kilikuwepo. Akiulizwa na balozi wa Pakistan Marekani katika mahojiano na CNN baada ya kutokea sintofahamu, je, Lebanon ilijumuishwa katika makubaliano, wanasema naam, Lebanon ilijumuishwa katika makubaliano ya usitishaji wa nini wa vita, pamoja na kwamba Marekani na Israel kuja kufanyaje kupinga kwamba haikuhusishwa. Na wataalamu wanasema, na hii ni baada ya kuona kwamba uvamizi immediately walifikia hatua ya makubaliano. Haikuchukua zaidi ya masaa 12. Yani tuachane na siku nzima, haikuchukua zaidi ya masaa 12 tayari wakakiuka makubaliano yale, kwa sababu Lebanon ilihusika katika uvamizi mkubwa sana. Na walivamia na Israel ilivamia Lebanon kwa kiwango kikubwa. Wachambuzi wamefafanua suala hili wakisema kwamba mwanzo ni kama alivyosema yule ambaye ni kiongozi wa upinzani katika bunge la Israel Knesset, ambaye ni Yair Lapid. Yair Lapid alisema ya kwamba Netanyahu ameaibika sana katika kufikia natija hii ya kusitisha mapambano, uvamizi yani uliofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, kwa kuwa yeye mwenyewe hata hakuhusishwa katika mazungumzo. Anasema imefika sehemu sisi wa Israeli hatuhusishwi katika mambo ambayo yanahusiana moja kwa moja na nini na usalama wetu wa ndani. Akisema kwamba sisi tumewekwa kando, watu wamejadili usalama wetu wa ndani. Kwa hivyo kuna aibu hii kwamba Israeli kwanza haikuhusishwa, imekuwa ni makubaliano baada ya Marekani na nini. Kuna wao ambao wanasema hii ni reaction ya Israel kwamba mimi sijahusishwa, kwa hivyo nitakuwa na kiuka baadhi ya vitu mpaka mhisi ya kwamba mimi pia ni mshirika mkuu ambaye nafaa kufanyaje kuhusishwa. Hao ni kuna group ya kwanza ambao wamechambua hivyo. Kundi la pili ni la wachambuzi wanasema la Israeli inajaribu kuficha aibu iliyokuwa na aibu yenyewe ni gani? Israel katika vita vya siku 12 au vita ambavyo vilianza tokea kipindi kile 2023 dhidi ya Gaza, Lebanon walikuwa wamejitolea kusema kwamba nakusudia Lebanon ni mukawama, walikuwa wamejitolea wakasema sisi tutawasaidia
Gaza ambao waliita ni kwamba ni vita vya kuwatia nguvu ndugu zetu wa Palestina. Au kusema kwamba tunaingia katika maidani ya vita moja kwa moja. Lakini tutakuwa tukifanya vitu ili kuwasaidia nani wa Palestina. Vita hivi ambavyo vilipiganwa pia kati ya mukawama na utawala wa Kizayuni, kipindi kile wao wenyewe walisema kama walivyosema sasa hivi ya kwamba kwa kuwa walimuua Sayyid ambaye alikuwa ndo kiongozi wa mukawama wa Lebanon, wakasema ya kwamba sisi tumefanyaje, tumemaliza Hezbollah, haiko tena, tumeshaimaliza, viongozi wao tumeshawaondoa, hawana nguvu. Na wakasema kama walivyosema, wakasema kwamba hizi launchers zao tumeshazimaliza, tumezipiga zote, hawana silaha, hawana chochote. Na utaona jinsi gani Sheikh alivyofanya subra, ambaye ndio kiongozi wa sasa wa mukawama Lebanon, akawa Israel anafanya kila kitu, mpaka akasema anachukua kisehemu Lebanon, Sheikh anawaona tu, wakawa wanaingia kila siku, wanapiga huyu, wakipiga yule, Sheikh amekaa kimya, ameona. Lakini vita hivi vilipoanza na mukawama ukaingia rasmi kufanya vita na Israel, wote wakashangaa. Waisraeli wakiuliza imekuwaje watu ambao mliobliterate kwa ibara za Trump, watu ambao mliwaharibu kabisa, ndio maliza kwa hawana nguvu tena, wamekwisha, leo wanatupiga kiasi hiki, wameamka upe na kwa na mapigano makali zaidi hata yale. Na ilikuwa aibu zaidi ni special forces ambao ni special forces wa IDF ambao wanajulikana, wanasema hiki ndo kikosi chetu cha juu zaidi, hiki ndo kitaingia Lebanoni. Walipoingia Lebanon mpaka katika eneo la Tayyiba au Tayyibe la Tayyiba Lebanoni, walipata mkongoto ambao si mkongoto wa kawaida. Yani walipigwa kiasi kwamba vyombo vya habari vya Israel vinaeleza ilibidi watambae ili kukimbia, walikuwa hawezi hata kusimama. Na Hezbollah astaghfirullah, itabidi mkate na mukawama baada ya shambulizi ili walitoa video kabisa, wakasema jamaa walikuwa hapa, tuliwapangia vizuri, wakaingia tukawapiga, na wakaenda kesho yake kurekodi ya kwamba hapa ndipo walipokuwepo, wakionyesha kwamba angalieni jamaa wenu ambao ni special wameacha virago vyao. Kwa hivyo kulikuwa na aibu nyingi sana katika vita hivi ambapo jamaa walipatwa navyo. Inakuwaje kikundi ambacho mmekimaliza kinawakunguta kwa design hii? Kwa hivyo kuna hii hasira ambayo bado jamaa wanayo. Kwa hivyo hata ilipokuwa kuna ceasefire akaona kawaida, anapenda kupigana kipindi ambacho watu hawapigani naye. Na ukiangalia mapigo aliyofanya Israeli siku ya jana ni mapigo ya kutoa hasira. Yani ni mapigo ambayo amepiga Beirut na amepiga raia, kwa sababu wamefanya mashambulizi zaidi ya 100 kwa chini ya dakika 10, akirusha mabomu tu kila sehemu. Akaua watu 250 kwa takwimu ni rasmi ya wizara ya afya ya Lebanon, na kujeruhi zaidi ya watu 1000. Na hii inaonekana ni mtu ambaye anatoa hasira, anafanya kila kitu ambacho atakiweza ili aweze kufikia malengo yake. Hii nafikiri Sheikh Sudi, ukirudia kwenye historia, kama unaweza labda ukatoa mfano. Nafikiri ni hali ambayo imejirudia. Si mara ya kwanza imetokea kwa utawala wa Israel kuweza kuja kufanya mashambulizi katikati ya au baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Nafikiri imetokea mara kadhaa. Na ndo kawaida yao. Gaza ukiona baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano walivamia mara kadhaa. Hata Lebanon kipindi hicho kabla ya vita hivi kuanza, vita vya Ramadhani, wamekuwa wakivamia, pamoja na kwamba kulikuwa na mkataba wa kufanya nini, wa kusimamisha vita. Israeli akisema mimi nina mkono huru ya kwamba tumekubaliana, lakini nikiona mnataka kufanya kitu na wapiga. Yani tumekubaliana ndio tusitishe, lakini nikiona mnajaribu kufanya kitu napiga. Na kwa muda huo wote kuanzia kulipositishwa mapigano mpaka sasa, Israeli amekuwa akipiga Lebanon. Amekuwa akipiga Lebanon kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo ni kawaida ya utawala wa Kizayuni kwamba huwa hawaelewi kabisa ya kwamba makubaliano ya kusitisha vita inamaanisha kusitisha vita. Kwa hivyo inatokea. Tukiingia kwenye nukta ya pili, nukta muhimu sana, na iko na takriban taga kadhaa, iko na branches kadhaa. Nukta hii moja, nukta ya mlango wa Hormuz. Mlango wa Hormuz
ni moja katika imekuwa sasa hivi. Kitambo ilikuwa sio. Lakini kwa hali ya vita ilipofikia kwa hizi siku 40, hivi sasa imekuwa ni moja katika malengo ya nini? Ya bwana Trump. Ni moja katika malengo ya Marekani ya kuweza kutatua swala la Hormuz. Kutatua vipi? Kwamba Hormuz hivi sasa haipitiki. Meli zetu pale Hormuz hazifanyi nini? Hazipiti kwa urahisi. Si kwa urahisi, hazipiti. Na ikiwa zitatakiwa kupita, basi ni kwa masharti ambayo yamewekwa na nani? Na vikosi vya Iran. Swala la Hormuz linakuwa limechemsha sana siasa nzima za ulimwengu. Sijui labda utoe the light. Kwa nini Hormuz imekuwa ni muhimu sana katika hii hali ya hivi ya huu mzozano? Majarida mengi ya Marekani nafikiri yakiwemo The Atlantic wamesema Iran imepata the new weapon ambayo ni zaidi ya nuclear, ambayo ni the weapon of Hormuz, ambayo wanasema ni Trump amewapatia ina silver platter. Trump amewakabidhi hadia hii kubwa ambayo walikuwa hawana. Na walikuwa nao lakini walikuwa hawaitumii. Ukiangalia Chuck Schumer, kwa sababu au viongozi wa ulimwengu wamesema wamechoka. Macron amezungumza akisema ya kwamba hatuwezi kutatua mzozo wa mlango wa bahari wa Hormuz kivita, kijeshi, haiwezekani. Yani kila wale wanajeshi wanaopiga hesabu, unajua kuna mwanajeshi na kuna mtu ambaye anaona mbona sisi tuna vifaa vya kijeshi vingi, inawezekanaje tusifungue Hormuz? Na ndio utakuja kupata hundo miongoni mwa vitu ambavyo wachambuzi wanasema kwa nini waziri wa vita ilifikia kwamba hata amewafuta kazi viongozi wakuu wa jeshi Marekani karibia 7 au 13. Ni kwamba wale viongozi wa jeshi wanapokaa naye wanamwambia ukweli, wanakuambia hapa tunapoingia kijeshi, kistrategically, kistrategia sio hatua inafaa. Hata akiulizwa ni kwa nini muwafuta jamaa kazi, anasema ni kwa kuwa hawaendani na sera za nini za Trump. Kwa sababu ukimleta mtaalamu wa mambo ya kijeshi akaiangalia scenario, na ndivyo walivyofanya. Hata anaitwaje waziri mkuu wa Uingereza akisema kwamba mimi lazima nizungumze na watu wangu. Trump huwa anamkejeli, anasema wewe ndio prime minister, kwa nini usitoe tu amri meli zako mbili tuende pale tukafungue? Anasema la, mimi lazima nizungumze na watu wangu, lazima nizungumze na military strategist, viongozi wa military. Unajua sisi huwa tunaangalia sisi kiushabiki mara nyingi, na watu wengi hapa ndipo wanapokosea. Kwamba mbona wana vifaa vikubwa ukitaka kuifungua utaifungua sasa hivi. Wenyewe wanaangalia kuna strategy, kuna madhara mpaka tufungue, kuna watu watauawa nini na nini. Germany ikisema hatuko tayari kuwatoa watu wetu kama kafara ya kufungua Hormuz ambayo ilikuwa iko wazi, ambayo ilikuwa iko wazi kabla ya nini, kabla ya vita hivi. Sasa ukiangalia mlango wa Hormuz, nimemtaja Chuck Schumer ambaye ndo kiongozi walio wachache ambao sasa hivi ni Democrats katika Senate ya Marekani. Alizungumza jana akitaja point 5, akisema kwamba Marekani sasa hivi tuko katika hali mbaya zaidi kushinda hali tuliokuwa kabla ya nini, kabla ya vita. Na anasema ikitokea kwamba vita vitaendelea baada ya hivi, basi ndio tutakuwa katika hali mbaya zaidi ikiwa Irani haitokubali kufikia makubaliano na sisi, na ikatokea kwamba tutaendelea na vita, basi hali yetu itazorota itazorota zaidi. Anasema nini, mojawapo wa vitu ni nini, ni mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo wanasema sisi kabla hapo mlango ulikuwa uko wazi, kila mtu anakuja anafanyaje, anapita. Lakini sasa hivi tumemkabidhi Iran kabisa ya kwamba wewe chukua sasa hivi. Hata katika makubaliano hayo sharti ni kwamba atakayekuja kupita Hormuz ndiyo atapita, lakini kwa masharti yaliyowekwa na nani, na serikali ya Iran, na kwa uongozi wa nini, wa jeshi la wanamaji ambao Trump alishawamaliza, lakini jeshi la wanamaji wa Iran. Ndipo unapona hata pamoja na kufunguliwa, ukiangalia siku ya kwanza ya makubaliano zilipita meli mbili tu ndo zilizopita, kwa sababu lazima zipite kwa masharti na vitu hivyo. Na baada ya uvamizi wa utawala wa Kizayuni kuna kinyume na makubaliano, Iran ikafunga tena. Kwa hivyo mlango wa bahari wa Hormuz umefungwa tena. Na hii imedhuru sana Marekani, ambao wanasema sasa hivi gharama ya maisha imekwenda juu.
Na gharama ya maisha si Marekani tu, dunia nzima lazima gharama ya maisha itakwenda juu. Utaona hata Kenya na Tanzania, Afrika Mashariki kwa ujumla, bei ya mafuta lazima ipande. Unasema takriban siku nyingi sasa imefika kiwango sasa watu wanalazimika kupanga foleni kwa ajili ya kwenda kununua mafuta kwa ajili ya gari na wenye pikipiki na hii ndio hali. Wengine nchi zingine mpaka zimeongeza weekends. Nchi kama ni Australia sasa hivi wanasema watu watumie tu usafiri wa umma, yani hizi buses na trains na nini, yani kupunguza matumizi ya mafuta. Si kwamba sasa kama una gari yaache gari yako nyumbani uanze kutumia nini usafiri wa umma ili kujisaidia katika tatizo hili. Kwa hivyo bei ya mafuta Marekani ilikuwa ni $2 kipindi kile kwa average ya states, lakini ikapanda kwa 100%. Hivi leo tunapozungumza imekuwa ni $4 na senti kama 10-11. Kwa hivyo Chuck Schumer anasema kwamba kwanza ni vita vya kijinga ambavyo Trump aliingia, yani vilikuwa havikuwa na msingi wowote, na natija yake imekuwa ni madhara zaidi kwa Marekani kushinda nini, kushinda kutuletea faida. CNN wakiandika baadhi ya makala wanasema sasa hivi Wamarekani wengi sasa hivi inabidi wa skip meals, yani kuna hatuwezi tena kula milo mitatu kama tulivyokuwa tukila hapo awali. Vitu bei ya mafuta ikipanda Marekani, bei ya vitu vingine vyote, bidhaa zote zinapanda, zinakuwa ghali. Na hii ni kwanza mafuta. Pili ni kilimo. Tunaambiwa asilimia zaidi ya 30 ya tunaita ni samadi, manure ambayo inahitajika katika kufanya ukulima duniani inapitia wapi? Inapitia Hormuz. Unakusudia mbolea naam. Ukiangalia inahitajika na ndo msimu wa ukulima sasa hivi Marekani na maeneo mengi duniani ndo msimu wa kuanza kupanda na nini wanahitajia. Kwa hivyo wanasema hii tayari imeathiri, na athari yake Chuck Schumer anasema ni kwamba ni athari, si kwamba ati hata leo Iran kiamua basi tumefungua Hormuz, piteni nyote piteni. Wanasema hali hii haiwezi kurudi mpaka baada ya mwaka, kwa sababu wakulima tayari msimu wao unafanyaje, unakwisha. Hauwezi kupanda off season, kama si msimu wa kupanda huwezi kupanda. Kwa hivyo vyakula na nini, kwa hivyo hali hii inaathiri sana wa Marekani na nchi nyingi za Ulaya. Ndio maana wengi wamekuja mpaka wakaanza kufanya mazungumzo na Iran. Ufaransa ilizungumza ikawa rai wa Iran kidiplomasia, tuachieni basi meli yetu hata moja ipite na vitu kama hivyo. Kwa hivyo Iran ameipa yani Trump na mwenzake Netanyahu katika hatua ya makosa waliofanya, kwanza ni wameiongezea Iran nini nguvu zaidi. Iran ambapo kabla haikuwa na swala la Hormuz kuzuia ama kulipisha meli zinazopita ndani ya msimu wa vita, na baada ya vita imekuwa na uwezo sasa wa kulipisha meli zinazopitia pale. Kuna mwanadada mmoja katika X aliandika swala kuhusu Hormuz, anasema mimi sikuwahi kujua Irani pamoja na kwamba imetengwa na kuwekewa sanctions kiasi hiki na ulimwengu na wanateseka, wamekuwa ni watu wenye roho nzuri kiasi hiki duniani, kwamba walikuwa na uwezo wa kuzuia mafuta duniani siku 40 tukapata tabu kweli kweli. Lakini kwa ukarimu wao wamekuwa wakiachia meli zipite bure, kipindi ambacho ukiangalia hata Panama Canal, ukiangalia Gibraltar, Misri wanachukua senti ili meli zipite na nini. Hizi zote yani milango yote hii, hakuna meli inayopita pasina kulipishwa. Nafikiri kama itakuwa ipo ambayo inapita bila ni Mandeb ambayo iko Yemen na Hormuz ambayo iko Iran, lakini milango yote mingine watu wanachukua nini tolls ama pesa kiasi fulani ili kuruhusu services kuendelea. Asante. Kuna nukta ambayo tutaiweza kuifuata baada ya hapa. Tukishatoka kwenye issue ya Hormuz, ni issue ya nani, ya kuondolewa kabisa kwa vikwazo vya awali na vya pili vya Iran. Kwamba Iran ilikuwa chini ya vikwazo na vikwazo vile imekuwa navyo kwa muda wa miaka 40 na takriban, vikwazo ambavyo vimewekewa na Marekani, ikiwemo wasiweze kuuza mafuta yao nje, wasifanye biashara na nchi kadhaa ulimwenguni na vitu kama hivyo. Kwa sababu Iran
kwa ambaye labda hajui, ni nchi tajiri kwa upande wa mafuta, kwa upande wa gesi nasikia ni moja katika nchi za mwanzo kabisa zinazozalisha gesi nyingi zaidi ulimwenguni, ikiwemo pia na kwamba ina mafuta mengi. Lakini wakawa wana vikwazo vya kwamba hawezi uza rasilimali hii, si mafuta sio gesi, hawezi uza kwa nchi yoyote ile ulimwenguni. Vikwazo hivi ni kwamba katika nukta walizoziweka ili tuweze kusitisha hivi vita, hivi vikwazo vifanyaneje? Viondolewe. Hapo mwanzo hawakuwa na the bargaining power na kitu kama hicho. Je, hii nukta tunaweza kutupatia labda mwangaza au murura? Sharti hili ni sharti ya asasi ambalo hata Iran pamoja na kwamba walipofikia sasa hivi katika vita ambavyo uvamizi ambavyo vilianzishwa na Marekani na Israel, hata wasingeliweka sharti hili, sasa hivi dunia imefika sehemu ni lazima wataondoa vikwazo ambavyo vimewekewa Iran, hasa katika mafuta na gesi au nishati kwa ujumla. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu katika uvamizi ambao walifanya Israel na Marekani wamekuwa wakipiga miundombinu ya Iran, ikiwemo miundombinu ya ya mafuta, uzalishaji petrochemicals wenyewe wanaita, na Iran pia imekuwa ikifanya hivyo kwa washirika ambao Marekani imewataja kwamba hao ni washirika wetu katika vita. Irani pia ikipiga maeneo yao ya uzalishaji wa mafuta, ikiwemo Haifa na maeneo mengine ya Israel ambayo yanashughulikia mambo ya nishati ya mafuta, na maeneo mengine kama Rasul Khaima na maeneo mengine ya Imarat na ambayo ni maeneo ya uzalishaji. Hii leo tufaradhia kwamba vita vimekwisha na Hormuz imefunguliwa wazi, kila mtu anaruhusiwa kupita. Sasa kwanza kutakuwa na upungufu wa mafuta duniani au uzalishaji wa nishati hii ya mafuta na gesi. Kwa nini? Qatar maeneo yake kuzalisha gesi yalidhurika, Saudia imedhurika, Emirates UAE imedhurika, Bahrain na Kuwait na Iran zote zimedhurika. Hii inamaanisha ili kukidhi mahitaji ya ulimwengu, ule uzalishaji ambao upo kwa sasa kwa nchi hizi, nafikiri pia haitoweza kukidhi mahitaji yote yanayohitajika ulimwenguni. Kwa hivyo kwanza ukisema ya kwamba mimi pamoja na hivi nimefungua lakini sitaki mafuta ya Iran, itakuwa umenyima ulimwengu kitu ambacho kinahitajika, ambapo nchi nyingi hazitokubali. Katika hali tunavyoona sasa hivi, hali zimekuwa ngumu katika nchi nyingi kwa sababu ya nishati hii, na hakuna nchi ambayo itakubali kwamba basi mimi niketi bila mafuta ili kumridhisha Marekani na washirika wake. La, haitowezekana kwa sababu raia pia hawatafanya hawatakubali. Kwa hivyo sharti hili la kwamba tuondolewe vikwazo vya awali au vya pili ambavyo viliingia na mechanism ya Marshe ambayo ya snapback, ambayo miongoni mwa watu ambao walijiletea misiba hii pia ni nchi tatu za Europa zikiitwa E3, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa. Maana wao ndio walirudisha vikwazo hivi. Sasa hivi vikwazo hivi vimekuja kuangata wao tena. Yaani imekuwa sasa vile vikwazo ambavyo mlikuwa mnatuwekea, sasa madhara yake kwetu sisi ni machache kushinda madhara ambayo nyinyi mtayapata ikiwa mtaweka mtaweka vikwazo. Na ndipo unapokuja kuona uongozi wa busara na uwezo wa Said Shahid al-Qaid Ali Khamenei kuona mbali kipindi kile. Akisema watu wengine wakiona ni mzaha, akisema imefika, fanyeni kazi mpaka ifike zama kwamba nyinyi pia mnaweza kufanya kuwekea Wamarekani vikwazo, na mtu yote anayewekeeni vikwazo niwe pia mwekee vikwazo. Kuna baadhi ya hapa na mimi nakubana hapa. Kuna baadhi ya watu wakicheka wakisema inawezekana kweli Irani nyinyi kwa udogo wenu ati mwekeo Marekani kwa ukubwa vikwazo na vitu kama hivyo. Sasa hivi ndio watu wamekuja kufungua macho wakasema kumbe ni swala ambalo linawezekana. Kwa hivyo vikwazo inabidi tu viondolewe kwa njia moja, waviondoe ili wao wenyewe wataondoa, au wakiamua basi tuko radhi tuumie. Na ishaonekana kwamba nchi nyingi haziko radhi kufuata Marekani sako kwa bako. Angalia ni nchi ngapi za NATO sasa hivi
zimesema sisi hatuko tayari kuja kushiriki nawe katika vita vyako, hata kufungua Hormuz ambayo ni maslahi yetu pia hatuko tayari kushiriki nawe. Wewe naenda ukamalize vita ambavyo umevianzisha wewe. Kwa hivyo nchi ambazo zimefikia hapa kuona kwamba maslahi yetu ndio yanafaa kutangulizwa kwa wananchi wetu, hawezi kukubali kushirikiana nawe kufanya vikwazo ambavyo vitafanyaje, ambavyo vikwazo sasa ni vyepesi zaidi. Ikiwa katika vita hawakuwa tayari, vikwazo hawezi kukubali kushirikiana nawe katika suala hilo. Kabisa. Sasa na kuhusu kulipwa kwa fidia, kwa sababu nafikiri katika nukta walizoziweka wakasema sasa fidia ya gharama na hasara zilizopatikana, sita gharama, hasara zilizopatikana kutokana na uvamizi huu wa haramu mliofanya kwetu, sisi tunataka mulipie fidia ya hasara hizo. Naam. Basi na kulipia fidia tutalazimika kwamba tufanye nini? Tusifikie nukta ya makubaliano ya kusitisha vita. Na hii ni sawa kabisa. Hata ukiangalia Umoja wa Mataifa umesema uvamizi huu ni kinyume cha sheria, yani ni uvamizi haramu. Ukiangalia bunge la Ulaya, pamoja na kwamba wako kinyume na Iran na serikali ya Iran katika vitu vingi, lakini wamesema uvamizi huu ni kinyume cha sheria. Na ni Ufaransa amesema ni kinyume, Ujerumani amesema ni kinyume. Yani nchi zote zimesema kwamba uvamizi huu ni kinyume cha sheria. Kwa hivyo ikiwa uvamizi huu ni kinyume cha sheria, inamaanisha aliyevamia amefanya makosa. Na siku zote mkosa inabidi alipe fidia. Na fidia ni nini? Ni hasara aloitia, ni lazima afanyaje? Ailipie. Na hii Sayyid Qaid Mujtaba Ali Mujtaba al-Husseini Khamenei ameweka wazi katika hotuba yake ya kwanza kabisa aloiandika, akisema ya kwamba ni lazima hasara yote ilo tuloipata hapa nchini Iran kutokana na uvamizi wenu, hasara hizi zilipiwe. Ima kwa kulipiwa kwa gharama, au sisi tutalipia kwa kuharibu pia, kama mlivyoharibu kwetu mkapata hasara kama tulivyopata. Yani sote tuhasirike, sote tuingie hasara. Kuna nukta naipenda tuizungumzie, nayo ni kuondoka kwa vikosi. Katika nukta walizoziweka katika zile nukta zao 10, Iran ilipendekeza kwamba vikosi vya Marekani vilivyopo kwenye eneo la Mashariki ya Kati ambavyo viko dhidi ya Iran na watu na wenzake, vikosi hivi vifanye nini? Vifunge virago, viondoke na waondoke, warudi zao. Hii pia wameiweka kwenye nani yao. Je, unahisi ni malengo ama ni nukta ambayo inaweza kweli katika kuikalia kwenye meza wakaifikia natija? Iko na uzito gani? Nukta hii pia ni nzuri, na kwa kiasi fulani wa Irani wenyewe wameifanyia kazi kwa asilimia kubwa. Manake zile kambi zote za jeshi ambazo zilikuwa katika maeneo karibia na Iran kama Al-Udeid, Ali Saleh ya Kuwait, ya Bahrain na zingine kama Emirat, hizo ukiziangalia kwa sasa hazipo tena. Yani Wairani wenyewe wamezipiga, wamezimaliza. Imefikia marhala ama imefikia sehemu Marekani amepiga marufuku kwa hizi kampuni ambazo zinatoa picha za satellite kutoa picha ya maeneo ya Mashariki ya Kati, kwa kulingana na uharibifu mkubwa ambao na hasara kubwa ambao wamepata katika kambi zao. Imefikia leo kwamba majeshi ya Marekani yanafanya kazi mahotelini na maeneo mengine, kwa maana yake kambini hakukaliki tena. Ye Trump mwenyewe aliulizwa, je, inakuwaje kwamba naweza kutoka? Akasema inawezekana tukatoa wanajeshi wetu, lakini akaongeza akasema kwamba Mashariki ya Kati si mbali, ni sehemu ambayo tunaweza fikia kwa haraka na nini na kwa ndege, hata kama tutaondoa nini wanajeshi wetu. Na hii pia inategemea na nchi ambazo zitakuwepo, manake mwisho wa siku Iran imefanya kiasi chake, lakini ni kwa wale ambao wataona ya kwamba sisi kweli vikosi vya nchi hii kuwa nchini kwetu kuna maslahi kwetu sisi au kuna hasara. Manake wale waliwaleta kwa lengo ya kwamba wawalinde. Leo imeonekana yeye mwenyewe hawezi kujilinda.
yeye mwenyewe hawezi kujilinda na yule ambaye ni mtoto wake wa kwanza anayempenda zaidi pia ameshindwa kumlinda. Na ikiwa huyu ndo mlinzi wangu, na namuona huyu mlinzi wangu leo hii anapigwa kiasi hiki, mimi niko hatarini zaidi. Sasa wale wataangalia ikiwa kweli anapigwa akiwa mbali na mimi niko karibu. Ikiwa malengo yao kweli ni kwamba huyu jamaa nilinde, ishaonekana kwamba hawezi kukulinda. Kwa sababu nafikiri ahadi iliyokuwa imetolewa hapa Sheikh Suleiman ni ahadi ya ulinzi. Yani naweza nikasema kwamba waliuziwa usalama. Yani mimi nakwambia kwamba nitakulinda na nitahakikisha kwamba utakuwa salama na nitatumia vifaa aina zote na nguvu za jeshi ndizo nazo uweza kuhakikisha kwamba uko katika hali salama kutokana na maadui zako. Lakini kwa pesa fulani, kwa malipo fulani ambao malipo ukiangalia nchi za mashariki ni nchi tajiri zilizo na mafuta. Zinayo rasilimali ya mafuta na rasilimali ya gesi kama vile Qatar na nchi zinginezo. Na Trump amekuwa akisema wazi ya kwamba mimi nimezunguka, nimechukua pesa kabisa, pesa nyingi kabisa kutoka kwa jamaa. Katika raundi yake ya kwanza alisema hao ndo ngombe wetu wa nini, wa maziwa. Katika raundi yake ya pili amesema maneno makubwa zaidi ambayo hatuwezi hata kuyasema, akisema kwamba mfalme wa Saudia kuna baadhi ya mambo anayafanya. Sasa ukija kuangalia mtu kama huyu, ni nyiwe wenyewe unajua kuna muda huwezi kumlazimisha mtu kuamka. Yeye mwenyewe aone maslahi yangu. Anasema waweza kumlazimisha, waweza mpeleka ng'ombe mtoni, lakini huwezi mlazimisha kunywa maji. Sasa ni yeye mwenyewe aone mimi inanipasa kunywa maji au si faida kwangu, acha nife kwa kiu. Maana huyu ambaye ulimleta kwako na unamlipa akupe amani, yeye ndo ameanzisha vurugu ya kukuletea nini, kutokuwa na amani na fujo na vurugu katika maeneo yako. Na tukiendelea katika nukta hizi au kumalizia nukta zenyewe, kulikuwa na swala za kukomesha maazimio ya Baraza la Usalama na Baraza la Magavana. Sijui labda unaweza kama kuifafanua. Baraza la Usalama unakusudia ni maazimio yapi? Maazimio ambayo tumeyataja hapo mbele ambayo yalifanyika na nchi tatu, ambao ni nchi tatu za Europa, ambao ni Britain na Germany na France, ama Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Hao walikuwa na mkataba hapo awali na Iran ambao ulikuwa ikiitwa JCPOA. Mkataba wa nuklia na urutubishaji na vitu kama hivyo ambavyo vilikuwa signed. Lakini katika vita ambavyo vilikuja vya siku 12, jamaa badala ya kulaumu uvamizi wakawa wamesimama pamoja na walovamia. Ujerumani ikasema kwamba Israel inatufanyia kazi ambayo sisi wenyewe hatuwezi kufanya. Na sasa wale baada ya vita hivi kuisha, badala ya kurudi mezani nini na nini, wakawa wanalazimisha Iran ya kwamba lazima mfanye nini, mtupe ziada na vitu kama hivyo. Iran ikasema sisi tumewapa ya kutosha nyie. Trump alikuja alichana na hamjatekeleza pia nini upande wenu wa makubaliano wetu ya JCPOA. Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri, jamaa walikuwa na uwezo wa kufanya kitu inaitwa snapback, yani kurudisha upya vikwazo kupitia kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na kwa bahati mbaya ama nzuri, kwa bahati mbaya ilikuwa ni kwamba kuna baadhi ya nchi zilikuwa zimenyimwa haki ya kufanya veto. Mfano Russia na China, swala hilo japo lao litaletwa katika Baraza la Amani la Umoja wa Mataifa, ambao ni Security Council. Sasa walipoleta swala hilo wakarudisha vikwazo upya. Sawa, ambao kwa Irani pamoja na kwamba inaonekana kwamba wamepata hasara hapo mwanzo kwa vikwazo hivyo, lakini imekuwa ni faida kwao kwa wametoka katika makubaliano ambayo yalikuwa ni makubaliano mabaya yenye madhara na Irani. Na ile bargaining chip ambayo nchi za Europa zilikuwa nazo juu ya Irani, wao wenyewe walitumia vibaya, wakafanyaje, wakaipoteza. Ikawa sasa hivi hawana kitu chochote ambacho wanaweza simama mukabala wa Iran kuambia sisi msofanya hivi tutafanya hivyo. Kwa hivyo walipotumia risasi yao ya mwisho, ule jamaa wetu anasema risasi zimebaki ngapi? Sasa ile risasi yao iliyokuwa ikibakia walitumia vibaya na wakarudisha sanctions ambazo sasa hivi zinaweza kutolewa bila wao hata kushauriwa, wala wao watalazimika wenyewe. Kwa hivyo hawana bargaining chip
fupi yoyote juu ya Iran. Kuna maswali ambayo nafikiri watu wengi wanajiuliza sasa hivi, Sheikh Suleiman. Naam. Mbali na hizi nukta 10, mbali na yanayotokea. Wanasema mpaka kufikia saizi uwezo. Naam. Nao ni uwezo wa silaha walionao. Hizi sehemu mbili. Tunaangalia pande ya Israel, tunakuja kuangalia pande ya Iran. Yaani pande ya Marekani na wenzake na Iran na wenzake. Mpaka ni siku 40 zimekwenda sasa hivi. Na kila siku kama sikosei, kulingana na taarifa zinavyokwenda na ripoti, ni imedhihirisha kwamba wa Iran wamekuwa wakivamia. Na kuvamia inakusudiwa ni mamia, kama sio maelfu ya zile bomu za ballistic na makombora ya ballistic yalikuwa yakitumika kila siku kutuma kwenye maeneo ardhi zile za utawala wa Israel. Ikawa watu wanajiuliza, je, hawajaishiwa nguvu wa jamaa mpaka kufikia sasa? Itakuwa lazima hazina zao zimeisha. Inavyoonekana mpaka ukiona tayari jamaa wameanza kila mmoja analia tusitishe vita, ni kwamba hazina za nini? Zana za vita zile zilizokuwepo, hazina iliyokuwepo imefanya nini? Imepungua. Sasa labda kwa hofu hiyo, sijui labda uweke sawa, inawezekana hii hofu hii ama maswali haya yana ukweli, kwamba kweli leo hii labda Iran itakuwa nani yake, nguvu yake ya kivita imepungua na zana zake za kivita zimepungua. Swali hili ni gumu kulijibu moja kwa moja, kwa kuwa sisi hatuko jeshini na hatujui katika hazina kuna nini au hakuna nini. Tunaweza kusema zimekuisha, kesho zikarushwa 6,000. Sasa ama tunaweza kusema zipo zikawa hazipo. Lakini mimi nitamwachia mtazamaji mwenyewe baada ya udadavuzi huu, yeye mwenyewe aamue zipo au hakuna ama hazipo. Irani misaili yake ya kwanza iliyotengeza ili kuja kupambana na jamani kuanzia miaka ya 90. Toka miaka ya 60. Miaka ya 90. 1960. 1990s. Naam. Ambapo walikuwa na nyingine, lakini walikuwa washaanza kutengeza ile Imad. Ukiona video mimi nimefuatilia, ni kwamba miaka ya 90 kina Tehran Muqaddam ambao walifariki walikuwa washaanza kutengeza nini, misaili ya kwao nyumbani. Na ilipoanza uvamizi wa Iraq na Afghanistan kwa mwanzoni mwa miaka 2000, 2001, 2002, waliona, na kwa sababu Pentagon walikuwa hawafichi, walikuwa wakisema kwamba sisi tuna target nchi ngapi? 6, kitaja Iraq ilikuwemo, Libya ilikuwemo, Syria ilikuwemo, Iran ilikuwemo, na nchi nyingine Afghanistan ilikuwemo, na kuna nchi ambayo imenitoka sasa hivi nafikiri Pakistan pia imetajwa sana na Netanyahu. Kwa hivyo Irani tokea kipindi kile walijua kwamba jamaa wanatupangia, wakawa wanajipanga. Ikiwa tutatoa hiyo miaka ya 90, tuseme kuanzia uvamizi wa Iran mwaka 2020, 2002 mpaka sasa hivi 2024, Iran imekuwa ikijipanga kwa ajili ya vita ambavyo vimefanywa mwaka jana na mwaka huu. Kwa hivyo kwa miaka 20 umekuwa wakiweka hazina ya makombora mpaka sasa. Ukiona kama hata hizo sijili ambazo zinatupa ni makombora ambayo mengine yaliundwa kuanzia mwaka 2013. Tuseme hazina 2013 mpaka sasa hivi 2024, ni miaka 10. Sasa ikiwa wanatumia makombora ambayo walitengeza miaka 10 iliyopita mpaka sasa hivi katika vita, inamaanisha miaka iliyopita juzi tu ambayo imetumika sasa hivi ni Fatah, na inatumika mara moja mara mbili na Khorramshahr. Lakini zile nyingine zote ambazo zinatumika ni akiba ya miaka 10, 12, zaidi ya hapo zinaweza kwenda mpaka miaka 20 ambazo zilikuwa zimetengezwa. Sasa jamaa wana hazina ama hawana hazina, jamaa wamejipanga kwa miaka 20 kwa ajili ya vita vya sasa hivi. Je, inawezekana hazina ya miaka 20 kumalizika kwa siku 40? Hiyo nitamwachia mwenyewe mtazamaji amue. Ama tukienda upande wa pili, je, hazina wanazo Marekani ama hawana? Pia huwezi kusema kwamba Marekani hawana, manake miaka hiyo yote wamekuwa wakitengeza silaha. Lakini tatizo la Marekani na kutengeza silaha ni hili, ni kwamba wao pia silaha zao zimekuwa zikitumika katika vita dhidi ya Russia kwa miaka
mingapi sasa hivi Russia na Ukraine, zaidi ya miaka 3. Silaha ambazo zinatumika nyingi za nani, za Marekani. Katika kuanzia mwaka 2020 na ngapi walipovamia Gaza, uvamizi wa Gaza na Lebanon, silaha ambazo zinatumika ni za Marekani mpaka sasa. Ukiangalia maeneo mengi ya vita katika nchi za NATO, Marekani pia inafanyaje? Inauza silaha. Si kwamba kuweka hazina, la, inauza. Inauzia Ujerumani, inauzia South Korea, na ndio inafika sehemu wanataka South Korea wawapatie angalau silaha fulani watumie. Juzi Marekani wamekwenda Poland. Wakaomba kwa siri, wakasema inawezekana zile Patriot systems ambazo tuliouzia tupatieni tutumie, alafu baada ya vita tutafanyaje? Tutapatie. Alitoka waziri wa ulinzi wa Poland akasema hapana, hatuwezi kuwapa hivyo. Kwa hivyo inaonekana kuna pande ambayo inaenda ikiomba silaha. Ikiomba, japo si silaha zote, baadhi ya silaha inafanyaje? Inakwenda ikiomba. Juzi katika ishara ya upungufu interceptors ambazo zimetumika Tel Aviv, ukiangalia picha ya juzi, ni silaha ambayo imetengezwa 2026. Kwa hivyo interceptors zimefika maeneo kwamba wanatumia interceptors za mwaka huu. Kuzuia nini? Kuzuia makombora. Sasa hazina ipo ama haipo, hatuwezi kusema kwamba Marekani wameishiwa na hazina. Lakini huyu mtazamaji mwenyewe atadadavua aone hazina zipo ama hazipo, na inshallah meidani itaweza kubainisha ikiwa vita havitosimama, vitaendelea, ingawa tunaomba visimame kwa kuwa ushindi mkubwa umeshapatikana. Na ikiwa vitaendelea, basi wenyewe wanasema ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi wa anga wa Irani kipindi kile, Hajizadeh, ambaye aliuawa katika vita vya siku 12, aliwahi kusema kwenye televisheni ya Iran katika mahojiano, akisema kwamba ikiwa kila wiki nitakuwa nikikupeleka kwenye vituo vyetu vya kuhifadhi makombora yetu kwa miaka 2 hatutamaliza. Ikiwa nitakupeleka kila wiki tutakuwa tukitembelea moja. Hatutamaliza maeneo yetu ambayo ni ya kuhifadhia makombora. Kwa hivyo jamaa wamejipanga. Shukran sana Sheikh Sule, bayana imetimia. Nafikiri tu labda tuweze ku wrap up mazungumzo yetu na kumleta mtazamaji kuja kuona ni tuko katika hali gani sasa hivi. Siku zimepita za vita ni 40. Kabla ya hapo tayari kulikuwa na uvamizi fulani ambao ulifanyika wa ndani ya nchi, wa ndani kwa ndani, wa siku takriban 12. Vile vita vya siku 12 vya ndani ya Iran vilifanyika, na kukawa na kituo kidogo, kisha vikaanza vita hivi ambavyo vilianza na kuuawa kwa kiongozi mkuu, kiongozi mwadhamu ambaye sasa hivi amefikisha takriban siku 40 kutoka kuondoka, amefikisha zaidi ya siku 40 kutoka kuuawa kwake. Na tunapata kwamba tuko ndani ya siku hizi 40. Vita ni kana kwamba vinaendelea, ni kana kwamba kwa sababu tayari mapendekezo ya usitishaji yamefanyika, lakini uvamizi bado unafanya nini? Unaendelea. Na uvamizi huu ni wa pande zote mbili, japo mwanzilishi ni wa pande hii ya huku, ambaye kwa kaida kama ulivyoeleza kihistoria amezoeleka. Muisraeli au Amerika inapokuwa imefikia makubaliano ya kusitisha vita, yeye mara nyingi huendelea bado na uvamizi baada au katikati ya makubaliano. Mpaka sasa hivi labda mtu atarajie kwamba Middle East leo hii vita hivi vinaweza vikajivuta kwa kiasi cha muda gani, na inawezekana kuna chanzo gani kikasababisha kwenda kwa kipindi hicho? Hatuwezi tumpe taswira labda ya jumla. Hivi ndivyo hali ilivyo. Huenda mpaka kipindi hiki tutakuwa bado kwa sababu kila mmoja sasa hizi ni swali anajiuliza, kila mmoja anayo, kama walivyosema wa Irani kuhusiana na lango la Hormuz. Wakasema tutahakikisha tutashika sehemu ambayo ulimwengu mzima utahisi maumivu. So Marekani peke yake sio ule tunapigana, bali ulimwengu mzima. Na leo hii kweli tunapoona safu za mafuta, bei ya bidhaa zinapanda kwetu Afrika, Tanzania, Kenya na maeneo mengine, unapata kweli ule uchungu waliokusudia watu wanaanza kuhisi. Watu kila mmoja anajiuliza vitaisha lini? Zibaki siku ngapi? Vita kusema kwamba kwa bayana kwamba vitaisha siku fulani ni jambo gumu zaidi, maana hata wavamizi wenyewe kulingana na mahesabu yao walikuwa wamepanga vitakuwa ni vita vya siku 2 siku 3. Yani kwamba wamuondoe kiongozi mkuu, alafu wapige vituo vya kijeshi,
Alafu basi siku 2 siku 3 raia wenyewe watoke barabarani wafanye hivyo. Ni vita vya ndani kwa ndani wa Iran. Sisi tumeondoka zetu, mambo yetu yako sawa. Lakini hakutarajia utafika siku 40. Waziri wa vita mwenyewe Pete Hegseth alitarajia vitaishia siku za kwanza kabisa. Anasema sisi hatukuwahi kufikiria katika mipango yetu ya vita. Inamaanisha hiyo ilikuwa umepatikana off guard, pamoja na kwamba kiongozi mwadhamu alikuwa ameshasema. Na unajua kinyume nao washazoea kuona kiongozi ambaye ni muongo. Kwa hivyo wakipata kiongozi wa upande wa pili akitoa statement wanafikiria pia ni uongo. Yeye Said Qaid Shahid mwenyewe alisema kipindi kile kwamba ikiwa mtaanza uchokozi au uvamizi wote tena utaanzwa, jueni ya kwamba vita vitakuwa regional, yani itashimili maeneo yote. Yani hakuna tena vita ambavyo mtatuanzishia uvamizi mtauanza alafu baki Iran. Aliwaambia kabisa. Lakini kwa kuwa wao washazoea kwamba rais wao leo anasema huu ni mkono wa kulia, kesho akiamka la ni ulikuwa mkono wa kushoto, kwa hivyo akasema huenda anadanganya. Na hawakuchukulia kwa uzito kauli ya Said Qaid. Na hayo ndo matatizo waliokuwa nayo. Sasa wao wanasema tulipoingia vitani tulitarajia kwamba Iran itajibu pengine kwa makombora mawili matatu kurusha Tel Aviv hapa na pale, alafu siku nyingine tutatulia, maisha yaendelee mbele. La, maisha hayakuwa hivyo. Kuanzisha vita ni rahisi, kuimaliza ndio tabu. Waswahili wanasema kupanda mchongoma si ngoma, kushuka ndio ngoma. Kushuka ndo ngoma. Ama umetaja kitu ambacho pia ni asasi, nao ni credibility, uaminifu. Marekani haaminiki tena katika nyanja ya diplomasia. Na hili ndo hata yule Chuck Schumer ambaye ni kiongozi wa wachache katika Senate ya Marekani, ambaye ni kiongozi wa wanademokrasia ama Democrats, anasema miongoni mwa vitu ambavyo pia Trump ametufikisha kama Marekani ni kwamba we are no longer credible in terms of diplomacy, ya kwamba sasa hivi Marekani haiwezi kafanya muamala wowote wa kidiplomasia na mtu yoyote yule na tukaaminika. Kwa sababu mara ya kwanza walifanya nini? Walikuwa katika diplomasia ambao walitumia kama cover ya kuleta vita katika vita vya siku 12, wakitarajia kwamba Iran watakuwa wameweka nini silaha zao chini, kwa hivyo watawapata, itakuwa ni surprise attack na watamaliza vita vyao. Wameturudia makosa yale yale. Na sijui wa strategies wa vita wamewapatia idea gani. Manake ulipofanya ile mara ya kwanza, bila shaka Irani alikuwa amejipanga katika hivi vya pili ya kwamba tutakuwa tunazungumza, lakini mimi wacha niweke silaha zangu tayari, wakati wote mtafanya nini? Mtavamia. Wamevamia. Unaona? Na mikataba mingi ambayo ipo ya kibiashara, Trump anaamka leo asubuhi anasema haipo tena, nitatoza huyu, nitatoza yule, nitafanya hivi. Kesho asubuhi anainuka anasema NATO haifai tena. Ndio maana watu wa NATO wenyewe wanasema kwa nini tushiriki katika vita ambavyo havina msingi. Kwa hivyo credibility, uaminifu wa Marekani umefanyaje? Umekuwa punctured. Ile diplomasia tena Marekani haina nguvu kidiplomasia. Leo Marekani imekuwa anategemea nchi kama Pakistan kidogo imtetee ili aonekane ni mtu ambaye anaweza fanya nini? Kuaminika. Hana credibility katika hali kufikia kwamba tunaita mtu katikati kwamba haaminiki. Haaminiki. Siwezi nikakaa na wewe meza moja tuka discuss. Na hili pia ndio swala ambalo limefanya mpaka leo mzozo wa Ukraine umefanyaje? Hawishi kwa kuwa umevutika kwa muda mrefu. Kwa kuwa Russia anasema huyu ambaye amekuja katikati yetu, huyu peacemaker, msuluhishi, ni mtu ambaye haaminiki. Sababu yeye ndo anatoa silaha, yeye ndo anafanya hivyo. Na inawezekana leo, kwa nini tuketi tukakubaliana leo na kesho mnaweza mkatoka katika makubaliano kama mnavyoonyesha kwamba na Irani mnaketi leo, kesho mnapiga. Kwa hivyo inaonekana nyinyi hamna nini, you are not a credible partner in terms of diplomacy. Shukran sana Sheikh Suleiman. Nafikiri kwa haraka tuki wind down kwenye swala hili la makubaliano, ikiwa labda utatueleza kwa nukta kwa sababu kama ulivyoeleza hapo, waziri wa Pakistan ndo aliyetumika kusimamia, waziri mkuu wa Pakistan kusimamia makubaliano haya. Ilikuwa inatarajiwa kwamba yatafanyikia wapi? Yatafanyika upande huu wa Marekani, anikusudia Israel na wengine, ama utafanyika upande wa Iran, ama utafanyikia kama ni mazungumzo ambayo yalikuwa yametajwa kufanyika, yanafaa yafanyike Islamabad, yani mji mkuu wa Pakistani, ambaye Pakistani mwenyewe ndo ameamua kuwa host.
ambayo alikuwa anatarajiwa kufanyika Ijumaa, na kutokana na kwenda kinyume Iran ilisema haitoweza kufika Ijumaa. Kwa hivyo wenyewe wa Marekani wanasema basi tuifanye Jumamosi. Sasa ni ihtimali kubwa ni kwamba eneo la kufanyika mazungumzo ikiwa yatakuwepo ni katika mji wa Islamabad, Pakistan. Lakini uchambuzi ni kama hivyo tulivyosema kwamba vita huwezi kuangalia kwa nukta kwamba huyu amepigwa sana, huyu hajapigwa. Nukta ya vita ni kuangalia, je, malengo ya mvamizi yamefikiwa au yule mwenye kuzuia uvamizi ameweza kuyakinga haya malengo kutofikiwa. Shukran sana Bwana Suleiman. Ni matarajio yetu unayefuatilia kipindi hiki, ndugu mtazamaji, kwamba yameweza kukupatia upeo na kuweza kufahamu ile picha kamili ilivyo kuhusiana na matukio haya ya Mashariki ya Kati. Mengi yanazungumzwa, mengi yanatangazwa, mengi yanaripotiwa, lakini kuweza kujua uhalisia hasa wa system inavyokwenda na mfumo huu wa vitu unavyokwenda, inatokea kwamba katika vikao kama hivi na wachambuzi kama hawa inatufikisha kuweza kupata taswira na kuweza kujua kwamba je, hapa ilipofikia hali inakwenda vipi na itakuwaje na tutarajie nini. Ni matarajio yetu kwamba umenufaika kwa mazungumzo haya. Hadi nafasi ijayo tena tutakapopata fursa nyingine tena kuwa nawe kwenye ukumbi huu, tunakuaga fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Kwaheri.